Abu Wahab, 15 jaar. 14 jaar, Raghdad Ibrahim Mahmoud. Wanaharakati nchini Uholanzi wameweka jozi 18,000 za viatu pamoja na vifaa vya watoto kuchezea kwenye uwanja mkubwa wa Almea kama ishara ya kuwakumbuka watoto wa Kipalestina waliopoteza maisha yao katika ukanda wa Gaza kutokana na vita vya Israel na Palestina. Kila jozi ya viatu iliwakilisha mtoto mmoja aliyepoteza maisha tangu kuanza kwa mashambulizi makali ya Israel dhidi ya Gaza tangu Oktoba mwaka 2023. Vitafunwa vya watoto, midoli ya pamba na vifaa vingine vya michezo ya kitoto viliongezwa katika maonyesho hayo kama njia ya kuonesha utu na maisha yaliyokatizwa mapema, maisha yaliyopaswa kuwa ya furaha, michezo na ndoto zisizotimia. Wanaharakati hao walikusanyika kwa amani huku wakiwa kimya, wakibeba mabango yaliyoandikwa ujumbe kama Every child had a name, Silence is complicity na Ceasefire now. Wananchi wa Uholanzi pamoja na watalii na wakimbizi kutoka Mashariki ya Kati walifika kwa wingi kushuhudia mandhari hiyo ya kuhuzunisha. Wengine walilia, wengine walipiga magoti na kusali, huku watoto wadogo wakishikilia mikono ya wazazi wao na kuangalia kwa mshangao wa kimya. Tuliwaleta watoto wetu waone kwa macho yao ili wajifunze kuhusu maumivu ya wenzao huko Gaza, alisema mzazi mmoja kutoka Amsterdam. Waandaji wa tukio hilo walieleza kuwa lengo kuu ilikuwa kuonesha mshikamano wa wanadamu dhidi ya mauaji ya raia wasio na hatia, kushinikiza jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kulazimisha usitishaji wa mapigano, pamoja na kuibua hisia za uwajibikaji wa kisiasa na kijamii kwa wale waliokimya. Hatukuweza kukaa tu bila kusema kitu. Hawa watoto hawakuwa magaidi, walikuwa watoto tu, alisema mmoja wa waandaaji akiongea huku machozi yakimtoka. Tukio hilo limepokelewa kwa hisia kali kwenye mitandao ya kijamii, likiwa limetazamwa na kusambazwa mamilioni ya mara, huku watu kutoka mataifa mbalimbali wakieleza kuguswa kwao na tukio hilo la kipekee. Tukio hili linabaki kuwa onyo la kimya kwa ulimwengu mzima kwamba nyuma ya takwimu kuna maisha halisi, ndoto zilizokatizwa na watoto waliostahili kuishi.